Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Bunge la Irani limeidhinisha hatua ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa ya kusafirisha mafuta, kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya maeneo matatu ya nyuklia nchini humo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Irani siku ya Jumapili. Ingawa bunge limepiga kura kuunga mkono kufungwa kwa mlango wa bahari, uamuzi wa mwisho bado uko mkononi mwa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Irani, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani. Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ulioko kati ya Irani na Oman kunaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia na kwa Marekani pia. Meja Jenerali Esmail Kosar, mjumbe wa kamati ya usalama wa kitaifa ya bunge hilo, ameviambia vyombo vya habari vya serikali kuwa wakati bunge limefikia mwafaka wa kufunga mlango huo wa bahari, uamuzi wa mwisho ni wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, mamlaka ya juu kabisa ya usalama ya nchi. Ikumbuke kuwa Hormuz ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani, hususan ukanda wa mashariki kusini mwa Afrika, achilia mbali Uchina na India. Kufuatia hatua hiyo ambayo bunge limeweza kuidhinisha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumapili aliitaka China kuitaka Irani isifunge mlango wa bahari wa Hormuz, akisema kuwa mlango huo ni muhimu zaidi kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta. Naimiza serikali ya China huko Beijing iwafikie Iran kuhusu hilo, kwa sababu wao wanategemea sana mlango wa Hormuz kwa ajili ya mafuta yao, Rubio alisema katika kipindi cha Sunday Morning kilichorushwa kupitia chaneli ya Fox News. Sasa mtazamaji wa Zone Media, joto limeongezeka kutokana na bunge la Irani kuidhinisha hatua ya kuweza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni mlango muhimu kiasi cha kwamba ukifungwa basi dunia itakuwa kwenye uchumi mbaya sana kwenye masuala ya mafuta. Sasa Marekani kufuatia hiki ambacho ameweza kukifanya bado inazua taharuki kubwa, kwa sababu madhara yanaweza kutokea kwa kiasi kikubwa sana, kiasi cha kwamba dunia ikaingia kwenye shida kubwa kwenye upande wa mafuta kuweza kupanda bei. Mtazamaji, hii ni Zone Media, jiunge nasi kila siku ili uweze kufahamu taarifa kwa undani zaidi. Jina langu naitwa Victor Moshi.